Naitwa Dr. Damaki, ni mtaalamu wa tiba asilia. Tunatibu kwa kutumia mimea ya tiba asilia, dawa zisizokuwa na kemikali na dawa zisizokuwa na sumu yoyote kwa ajili ya kutibu na kumaliza matatizo mbalimbali. Na tunapozungumzia tiba za asili ni kwa maana ni dawa ambazo hazijapita kiwandani, hajasindikwa tunamaanisha, kwa ni dawa ambazo ziko salama kwa matumizi bila kuleta athari yoyote ndani ya mwili wa mwanadamu. Na leo tutazungumzia uwezo ama nguvu ya miti, kwa maana ya kwamba kuna miti ambayo ni salama kwa matumizi ya binadamu, lakini kuna miti hiyo hiyo ya asili si salama kwa matumizi ya binadamu. Mfano, tuna mti mmoja tunaita mwakele. Mwakele ni mti ambao una uwezo wa kutibu sana matatizo ya wanaume, mfumo wa wanaume wa uzazi, kwa maana ya kutibu tatizo la nguvu za kiume. Lina uwezo wa kutibu tatizo la maumbile ya mwanaume kusinyana kwa madogo. Lina uwezo wa kutibu tatizo la korodani moja kuvimba au korodani moja kuingia, tunasema ni ugonjwa wa tezi dume, au kuvimba pembezoni mwa paja ambao tunasema ni tatizo la tezi dume. Dawa hizi, mti huu una nguvu na uwezo mkubwa. Ni dawa ambayo unaweza kutumia kwa muda mfupi sana, ndani ya siku 7 hautakuwa na shida hiyo. Kama maumbile yako yameshasinyaa, basi itaweza kumalizika na kupona kabisa, na hata kurudisha heshima yako katika ndoa, kwa sababu pia ugonjwa huu unaweza ukasababisha pia mbegu za kiume kwa mwanaume kuwa dhaifu, hali ambayo inaweza kupelekea ukashindwa kupata watoto. Lakini kuna miti ambayo si salama kwa matumizi ya binadamu. Mfano, kuna mti ambao tunaita panga uzazi. Mti panga uzazi ni mti ambao una athari kubwa sana kwa binadamu, lakini ni mti ambao pia unatumika sana kwenye mambo ya nguvu za giza ama ushirikina au uchawi. Mti huu wakati mwingine unaweza kuita ni kama jini mti, kwa maana ya kwamba mti huu una athari kubwa. Mti wa panga uzazi ni ule mti ambao ukiupanda, unapoanza kuchanua, ukifika kama hatua fulani kama unachanua hivi, halafu unaendelea kusogea kwenda juu, tena inafika hatua tena inachanua, ikienda juu tena inafika hatua inachanuka. Mti huu tunasema ni mti wenye laana, kama ni mti mwenye mkosi. Maana mti huu ukiupanda kwenye familia, pia familia inapatana misukosuko mingi sana. Inaweza ikapelekea kama ni mwanaume ukibaki, wanasema huu ni mti dume. Ni mti dume kwa maana ya kwamba huwa hautaki katika ule mti uliopandwa awepo mwanaume. Kama mwanaume akiwepo, basi utatokea mfarakano wa mara kwa mara, na hata kupelekea wakati mwingine mwanaume yule kufa, ikiwa tule mti, maana ule mti ukiupanda hata mbali na nyumba, basi ule mti unachoanza mzizi wake huwa unasogea kufuata ile nyumba, na unapata nyumba kwenye kitanda cha kule mwanaume aliko. Yaani kwamba kama kichumba cha kushoto na umepanda kulia, basi ujue ule mzizi mkubwa utaanza kusogea kuelekea kule kwenye chumba cha mwanaume anakolala, na kikishagusa ule ukuta wa kile chumba, yule mwanaume lazima apoteze maisha. Huu ndio mtu unaitwa panga uzazi. Lakini na hata mzizi wake jinsi ulivyo, yaani huku mbele umekaa na au shepu ya muonekano kama maumbile ya mwanaume. Kwa hiyo ni kama vile unakuja kuoa. Kwa hiyo unapokuja kukuta, na kama ile nyumba kuna watoto wa kiume, basi bado balaa zitaendelea vile vile. Wale watoto wataanza kuzulika, kama sio kusambaratika ile mji, au kama sio watoto kufa, basi matatizo ni mengi. Kwa hiyo kuna miti ambayo hata wachawi wanapohusishwa na tiba za asili kama ni wachawi, kwa sababu kuna miti ambayo kweli ni hatari na itakuukana. Ndio maana tunaona kwamba kipindi cha Nuhu, wakati wa Nuhu, Mungu aliweza kumwelekeza Nuhu kwamba beba aina ya miti hii na hii na hii, ndio uweze kuingia nayo ndani ya safina. Kwa sababu gani? Alijua kabisa kwamba kuna miti ambayo haistahili kikae karibu na Nuhu. Ikikaa nayo itaweza kuleta athari kama hii tunazungumza, miti ya panga uzazi. Kwa hiyo sasa kuna miti ambayo ni hatarishi, ambayo inatumika kwa wachawi kwa ajili ya kuzuru, kwa sababu miti huu kama panga uzazi, ukichukua mzizi wa panga uzazi ukaweza kuchana baadhi ya mambo ya nguvu za giza haya, unaweza kuharibu mji wa mtu, unaweza kuharibu kazi ya mtu,
unaweza kuharibu kile unachokifanya, mfano kusambaratisha ndoa. Na ndio maana unakuta watu ambao sasa wanahitaji kwamba labda mtu amechukuliwa mke wake, anachukuliwa mke wake na mwanaume fulani, sasa anataka kwamba asambaratishe, basi watu hutumia sasa hii kitu inaitwa panga uzazi. Zinatumika hizi kwa ajili ya kufarakanisha, wanakutia kama faraka kwa ajili ya kufarakanisha. Mtu mwingine mwenye husuda kwamba kwa nini yule afanikiwe mimi sifanikiwe, basi baadhi ya miti inayochona panga uzazi basi hutumika kwa ajili ya kuweza kufarakanisha au riziki ya yule mhusika na uweze kushindwa kufikia. Kwa hiyo sasa tiba za asili zina nguvu kubwa sana na zina uwezo mkubwa sana, na ndio maana watu tumekuwa tukiwashauri kwamba ni vyema wakafika kwenye kituo chenye ujuaji wa mambo mengi. Ukifika hapa Song'wa Traditional Clinic, umefika kama ni hospitali, basi unaweza kusema kwamba umefika kwenye hospitali ya rufaa, kwa sababu hapa tuna vitu vingi sana. Kwa sababu kuna watu ambao wamekuja ndoa zao zimevurugika, ni mtu amekimbiwa, tunasema mwanaume amechukuliwa na mchepuko au amechukuliwa na mwanamume mwingine mwanamke, basi anakuja hapa tunasaidia kwa ajili ya kurudisha ndoa. Kuna watu ambao wamefungwa maisha yao, yaani kwamba unakuta kwamba maisha yao hayaendi vizuri, kila kitu kimevurugika. Kwa hiyo tunachofanya ni kutengeneza, kurudisha kile kilichoharibiwa kurudi kwenye hali ya kawaida. Kazi yote inayofanya utengenezaji ni kazi ambayo tunasema ni kazi ya kitume, kwa sababu tunaona kwamba hata Yesu alipomkuta yule mtu aliyekuwa amekuwa la kibiongo, aliyekuwa amevalia majini walio wabaya, basi Yesu aliweza kumponya kwa kuondoa wale majini. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba kutoa majini ni uganga, basi ukisema vile jamani utakusema Yesu alipotoa majini alikuwa ni mganga. Hapana, alikuwa ni mchawi. Uganga ni sawa. Kwa hiyo sasa unapofanya kazi, ndio maana tunasema Yesu ni daktari, kwa sababu alifanya kazi ya uponyaji. Kwa sisi tunapofanya kazi ya kukuondoa wewe katika vifungo vilivyofungwa kwa kutumia mimea asilia ambazo zimebarikiwa na Mwenyezi Mungu, kama tulivyo kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo, kama tulivyosoma katika kitabu cha Isaya kwamba ni dawa zina nguvu kiasi gani, kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Ezekieli, yote hii imeelezea namna ya ukuu na uwezo wa dawa katika wanadamu, ambazo ni baraka kwa Mwenyezi Mungu, na Mungu aliiumba na akaitakasa na akatoa mwongozo juu ya kusaidia binadamu. Kwa hiyo kama ni wewe labda unateseka, ni vyema uchukue namba hii ufike kwetu. Tuna mambo mengi mengine hatuwezi kuelezea. Ukifika hapa utashangaa utakutana nayo. Tuna nguvu kubwa, tuna uwezo mkubwa mno, ambapo pengine kwa muonekano tu unaweza ukachukulia rahisi sana, lakini utakapofika hapa utaamini tunachokisema kwamba ni tofauti na sehemu zozote ambazo pengine umewahi kusikia, ni tofauti na sehemu zingine ambazo umewahi kwenda. Ukubwa ulionao na uwezo tulionao hapa ni mkubwa sana. Labda kukushauri tu, chukua namba hii ili uweze kuwasiliana na sisi, uweze kufika kwenye kituo chetu, uweze kuona uwezo Mungu alivyotukalimia kwa ajili ya kusaidia binadamu matatizo yote yao ya kimajini. Umetupiwa majini ambao tunasema kwa makazi yetu ni mapepo, lakini ndio wale majini ambao umetumia na uchawi ambao makazi yanasema ni nguvu za giza, lakini ule uchawi, fitina ambao ni ile tunazozungumzia mambo ya husuda, yale yote ukifika hapa basi utaweza kusaidika. Lakini pia unaweza kuchukua namba hii kwa kuomba uunganisho na group letu la WhatsApp. Maana ukiingia kwenye group letu la WhatsApp pia bado kuna huduma nyingi utazozipata bure kabisa. Mfano, wewe ulipo pale kuna miti mingi sana na mimea mingi sana, lakini Mwenyezi Mungu sisi ametukilamisha uwezo wa kuweza kukutambua dawa zilizokuwa jirani na wewe zikusaidia hapo ulipo, kama sehemu ya huduma ya kwanza uweze kupata uponyaji. Kwa hiyo kwenye group letu unaweza kuwa na shida ya unauma kitu fulani, na daktari anauma kitu fulani, Dr. Damaki kuna tatizo fulani linanisumbua na niko nyumbani, utakwambia unaishi na eneo gani, utatuambia unaishi sehemu fulani, basi tutakwambia naomba utoke nje yako, angalia mkono wako wa kushoto kuna miti fulani. Tuna uwezo wa kuona mbali, tunasema kwa sababu kuna majini watiifu. Pia unaweza kuona mbali, kama tunasema kwamba kuna majini watiifu ambao walitumiwa na Mfalme Sulemani kwa ajili ya kujenga nyumba ya Mfalme wa Sheba, lakini pia waliotumia Mfalme Sulemani wa kuagiza ili kile kiti cha Mfalme wa Sheba kuleta pale. Kwa hiyo kuna majini watiifu ambao wana uwezo wa kutumwa kuangalia eneo la
husika kuna nini na likaweza kusaidia. Kwa hiyo namba hii ukiipata utajifunza na utasaidika mambo mengi sana, hasa ukiwepo kwenye grupu yetu pia. Sababu kwenye grupu ni bure kabisa, unaunganishwa, lakini ufuate discipline za yale unayoyakuta mle. So unaingia kwenye grupu hilo, unaweza kutuma vitu ambavyo havina adabu, tutakuondoa. Ambaye yenye nia na kusudi ndio ataweza. Utauliza shida, una ndugu yako, utamshirikisha ndugu yako kwenye grupu, kama ndugu yangu, hebu angalia hiki kitu, mbona kama unaumwa, basi tutakusaidia. Lakini sio ingia pale kutupa mapicha ya ajabu ajabu, tutakuondoa na tutakushtaki. Hatuhitaji vitu ambavyo haviendani na afya za binadamu. Weka vitu vinavyoendana na afya za binadamu kwa ajili ya kusaidika. Chukua namba hii kwa msaada au ushauri. Namba yangu ya simu ni 0752 62 9252. Nitarudia 0752 62 9252. Lakini vile vile unaweza ukaangalia hapo kwenye screen hiyo namba, ukaichukua vizuri, ukaomba kule kwenye grupu, ukapiga simu, ukafika kwenye kituo chetu, tuko Moshi mkoani Kilimanjaro.